I want to know whether uliwahi kustruggle na hii, kwa sababu I feel like I have struggled with that. Kipindi ulipoanza Dafesta, did you find it that Wakongomani walikuwa wanajisikia wako entitled? As wanzilishi, wengi wetu tulikuwa Congolese, then Congolese wengi walichukua kile kitu kama cha kwao yani. Na kuna even watu wengine ambao wako out there wanafuata wakiona vile wanafikia hii ni vitu ya Wakongomani tu hivi. Right. So it's ina take time kwa mtu kuelewa. Na tulifika hapa usiku ujue. Yeah. Usiku unakuta mji unawaka. Kwa hiyo inakuwa ngumu kujua ni wapi umefikia. Kama ujui kuambia muda wako ukufanyie nini, mtu mwingine atakwambia nini cha kufanya na muda wako. Oh yeah. No everybody atapenda kitu ambacho unakifanya. Some people they just want to tell you stuff so ushindwe. Then at the end of the day wenyewe ndio watakucheka tena after. Wanaume we go through a lot of challenges. As far as I understand kwamba tunaenda kwenye challenges nyingi na pia tunajiingiza kwenye vitu vingi pia. I need financial support to be able to keep this going over and over and over again. Kama uko nafanya kitu kimoya today, kesho, mpaka Sunday, ukafanya kile kitu the same thing over and over again, na uone results zenye unapenda, then badilisha. Exactly. Badilisha. If you don't like the type of lifestyle yenye uko naishi, ni decision tu. You're determined, you say, you know what, for 100 days, I'm going to try doing this particular thing. Jambo na karibu tena kwenye kipindi chengine cha Emo Talk Show. Naitwa Tulia, na kama hujui hivyo tayari, manake jamani tuna shida. Me and you, tuna shida. We have a problem, na inamaanisha kwamba haujasubscribe. Kwa hivyo, chukua muda sasa hivi usubscribe kwenye channel yetu ili uendelee kuangalia mambo mazuri toka kwa Emo Talk Show. Emo Talk Show ni mahali ambapo tunaongelea mada zote zinazotuzuru kama wahamiaji huku gaibuni ambapo tupo. Kwa hivyo, nimewaletea kipindi chengine. Mtakwenda ukipenda. I always tell you guys that. Mtakipenda maana mimi nimependa. Okay? Nimependa, so mtapenda pia. Siku ya leo nimemleta mgeni wetu mwingine na niko excited kwa sababu mgeni wangu huyu jamani na miaka 2, almost 3. Miaka hii 3 nilikuwa mwambia jamaa twende karibu uje Emo Talk tuongee tuwe na mada jamani. Ana muda. Every time tutapanga leo, kesho nasikia sema by the way niko na hiki kiko kinatokea. So siku ya leo nafurahi sana juu we finally tumeweza kumfikisha hapa. Okay? Mgeni wetu leo sio mwingine bali ni Raymond Abwe. Alright, so naomba Raymond ajitambulishe kidogo. I will tell you guys a little bit more kuhusu Raymond na kwa nini nilimpenda aje hapa siku ya leo. Ila nataka kwanza ajitambulishe, atuambie ni nani, anafanya nini, vitu kama hivyo. Chochote kenye ungependa audience wajue kuhusu wewe. Asante sana. Ni wakati mzuri kuja Emo Talk Show. I mean, as you said, even 3 years tunatafuta this time ya kusit together ili tuweze kuongea. But finally, the moment is here where we have to talk. Na asante. So yeah, mimi naitwa Raymond Abwe. I don't know the best way I could introduce mwenyewe maana I can have so many titles depending where I'm at. Lakini ni mwanajamii na nafanya vitu tofauti. Nafikiri tutajua huko mbele kwenye interview itakuwa ni rahisi sana kujua who I am and what I do. Depend on the type of question ambayo tutakuwa tuko ndani, basi itakuwa iko rahisi kwangu mimi kuweza kujibu kwa swali husika. Alright, karibu sana na thank you. Finally, honestly, thank you kwa kuweka muda kwa ajili ya hii conversation. Nitawaambia pia guys, hii conversation itakuwa ngumu sana kwetu kwenye Kiswahili kwa sababu, let me tell you, Raymond and I go way back. Kwa hivyo, muda mwingi sana tunaongea kwenye Kibembe, but I know that mngetaka hii conversation ya kwenye Kiswahili, especially kwa wale watu ambao hawaelewi nani Kibembe. We speak mostly in Kibembe or English. So tutakuwa tuna mix hapa. Mix Kiswahili na Kiingereza. But I hope that tutaongea in a way that mtaweza kuelewa. Raymond, nafurahi sana kuja kwako leo. Asante sana. Tutakuwa na conversation ambayo iko karibu sana na moyo wangu. Kwa sababu tunaongelea kuhusu uhamiaji, tunaongelea kuhusu ukimbizi, tunaongelea kuhusu jamii, tunaongelea kuhusu legacy. Hivyo ni vitu ambavyo
viko karibu sana na moyo wangu because your story is similar to my story, na kwa sababu ziko so similar, I feel like utakuwa na to represent wengi sana. Kwa kwanza kabisa, ningetaka kujua watu wengi wanamjua Raymond kama baba wa Dafesta. Okay? Yeah. Baba wa Dafesta ndo Raymond. Watu wengi ndo wanajua. Lakini kabla ya Dafesta, Raymond alikuwa nani? Raymond alitoka wapi? Utuambie nani a little bit of your journey kuanzia kambi ya ukimbizi, because I think you were born in the camp, yeah? Yeah. Yeah, okay. Kwa hivyo ni mtu ambaye wazazi wametoka Congo, but ukazaliwa na kulia at least a little bit portion of your life kwenye kambi. Tell us a little bit about that. I'd like to know. Yes. Wazazi wangu wote wametoka Congo kama ulivyosema tayari. Na kipindi walivyo migrate kwenda Tanzania ndo na mimi nilipozaliwa huko Tanzania. Kwa hiyo sad story, sijawahi fika hata Congo. But najaribu kusoma history, kujua, but mimi binafsi sijui Congo iko wapi. Najua tu Congo kupitia map, lakini sijui iko wapi. Nimekuia kambini, so most of my time nimekuia pale kambini, and then Mungu akatupa nafasi ya kuja huku, and that was way back 2016. Tukaja huku, kuja huku, nikapata nafasi ya kukutana na jamii, watu kama nyie. I think wewe ni baadhi ya watu ambao nilikutana nao hapa for the first time. And then tukapata nafasi pia ya kusoma, watu tukasoma, tukaenda high school, tukamaliza high school, tukapata nafasi pia ya kwenda college. Na baada ya college, Mungu akawa mwema sana, tukamaliza college, ndo maisha mengine hapo yakaanza. You're giving us a speedy highlight of your life. Tunataka tujue, ukitafakari kuhusu maisha yako ya kambini, ni kitu gani kabisa unakumbukaga? Nikitafakari kuhusu maisha ya kambini, ni vitu vingi sana ambavyo vina stick kama memories. Kwanza ni the way of life, watu walikuwa wakiishi kule. I know kambini watu walikuwa wakiishi tofauti. Kuna baadhi ambao watu walikuwa hata matumaini ya chakula cha mchana ama cha jioni. Kwa hiyo kitu kikubwa pale ambacho mimi nataka kukumbuka as a big memory ni lifestyle ambao watu walikuwa wakiishi kule. Lifestyle ilikuwa very interesting, kwamba mnaishi kama mwishi, hamna hope. Kingine ni sehemu ambayo mimi kama mimi nimeweza kujifunza vitu vingi sana. As a person nimejifunza vitu vingi sana, maana nimeanzia kule kwenda shule kusoma. Ni sehemu ambayo nimeweza kukutana na watu wengi tofauti. Ni sehemu ambayo nimeweza kujifunza vitu vingi as a man ama as a person. Na imeweza kunijenga kwa kuwa the person that I am kwa sasa hivi. Kwa hiyo ni experience ambayo sichukulii kwa granted, maana ni sehemu ya maisha ambayo nimeweza kuipitia. Kwa hiyo ni kama sehemu ya maisha ambayo pia ilikuwa ni sehemu ya elimu kwa kunifanya mimi kuwa gisi nilivyo kwa sasa. Okay. Ukiangalia, right? Ulisema style ya maisha gisi ilivyokuwa imekushape kuwa mtu ambaye uko today. Oh yeah. Unaweza ukasema iliathirije kwa jinsi unavyoangalia familia, unavyoiona jamii, na unavyoiona survival. I don't know how to say survival in Swahili, but the way that you see survival, how you interpret it, ilikusaidiaje kuwa shaped in that way? Yeah, kwenye staili ya maisha, unajua story inakuwa iko vizuri kwamba umezaliwa, ni maisha ambayo umeyakuta, na ndo maisha ambayo umekuwa mpaka gisi ulivyokuwa. Lakini wengi wetu, so maisha tuliozaliwa nayo sio maisha ambayo tumekuwa nayo. Kwa hivyo ni nafasi pekee ambayo watu wale ambao wanachukua nafasi ya kufikiria kuhusu maisha yao, kuweza kufikiria, mimi ni mtu ambaye nimezaliwa kwenye lifestyle ambayo iko hivi. Sasa hivi nipo kwenye lifestyle kama hivi. Kwa hiyo somehow unapenda fight for that life, kwamba nataka niwe proud na kitu ambacho naweza nikakifanya kwenye maisha. Sababu kama naweza nikaenda nyuma kabisa kwenye maisha hayo ya kambini, watu wengi tulikuwa tunaishi hatuna matumaini. Ni kwamba tu unaishi tu sababu uishi, lakini hauna plan zozote zile za kwamba hizi ni plan za maisha ambazo mimi niko nazo, nikifanya hivi nitakuwa hivi, nitakuwa hivi. Kwa nini? Sababu
resources zilikuwa ziko very limited, kwamba kuna vitu ambavyo ndio utavifikiria kuvifanya, lakini mazingira, nafasi hazikuruhusu wewe kuweza kufanya vitu kama hivyo. Kwa hiyo vitu hivyo vinakufanya wewe kwamba unaishi maisha ambayo labda moyo wako hutaki, lakini utabidi tu uishi hayo maisha, maana ndo maisha ambayo unabidi kuyaishi kwa muda uliopo. Kwa hiyo hizo ni life story ambazo mtu anakuwa anazipitia, and then mwisho wa siku zinakujenga na unaweza kuwa something in the future. Yeah, so then unasema kambini limited resources. Kwa sababu ya limited resources, hata kutafakari kwa mtu kuona kwamba naweza kuwa na maono fulani, naweza nikafanya kitu fulani, yanakuwa ni sana, ni finyo, kwa sababu utafanya nini? How can you dream? Watu wanasemaga kwamba ili mtu awe na ndoto ni lazima aone zile ndoto ziko actualized. Right? Yeah. So huku tunaona watoto wanaweza wakawa madoctors, wanaweza wakawa manurses, wanaweza wakawa architects, wanaweza wakawa literally anything, kwa sababu guess what, au watu wanawaona wako kwenye TV, wako kwenye hiki, wako kwenye kile. Kipindi tulipokuwa kambini, vitabu you couldn't even see them. Oh yeah. Right? Kulikuwa hata hakuna vitabu. Nilikuwa nawaambia wanafunzi wangu the other day, nasema kwamba mnaona jinsi darasa langu limejaa, liko colorful, limejaa vitabu everywhere. Yeah. Kuna sehemu ambazo duniani kabisa hakuna hivyo vitu. Unaingia darasani, mwalimu ambaye anakufunza hata curriculum maana. So hiyo inapunguza ile kwamba mtu anaweza kawa something in the future. So now umetoka kambini, umepata nafasi ya kuja Marekani, mkadema mpaka Des Moines, sivyo? Oh yeah, Des Moines. Mkadema mpaka Des Moines. Tuambie ni kitu gani ambacho ulichokuwa shocked nacho sana? Kitu ambacho kilikustua, ukaona this is different. Yeah, nafikiri sio mimi tu. Vitu kama hivi ni vitu ambavyo watu wengi wamestuka navyo, you know. Right. Kipindi tupo kambini, watu wanakuwa na expectations kubwa sana, kwamba naenda Marekani, labda hamna miti, hamna nini. And watu kama sisi mara nyingi unaona tulifika hapa usiku ujue. Yeah. Usiku unakuta mji unawaka, kwa hiyo inakuwa ngumu kujua ni wapi umefikia. Sasa ilipofika asubuhi, hapa ndo tumefika ama bado tunaendelea kwenda. Kwa hiyo unakuja kuta ndo tumefika ama bado tunaenda. Poleni. Wanafika tumefika. But hayo tu ni kwa mazingira ya hali tu iliyokuta. Des Moines ni sehemu ambayo ukiangalia compared na cities zingine iko tofauti sana. Yaani haina ile mazingira eti tumefika sana, you know. Yeah, tunajua mara nyingi city kama Des Moines, state kama Iowa ni state ambazo zimejulikana sasa siku hizi hapa mbele. Lakini kipindi cha nyuma mtu akisikia tu Marekani anajua LA, San Francisco, Chicago, Florida. Sasa unaenda Iowa, unasikia uelewe unaenda wapi. Lakini sasa hizi maana watu washakuwa wengi hapa Iowa, then watu wengi wamekuwa nini? Wamejua tayari, ila way back ilikuwa ni kitu ambacho watu walikuwa hawajakizoea kivile. Yep. Okay. Ile shift ya kubadilisha mazingira kutoka kambini kuja hapa, umeingia shuleni, ni vitu gani ambavyo vilikupa muda mgumu sana kuelewa kwamba this is like this, this is like this? Of course lugha. Lugha ni kitu cha kwanza ambacho ilikuwa ni changamoto, kwamba umekuja sehemu ambayo Kiswahili sio main language. Yes, kuna ndugu zako ndio wanaongea Kiswahili, lakini sehemu zote unazoenda Kiswahili sio lugha inayojulikana pale. Na ukija kumbuka way back kule watu wanajifunza Kifaransa, English inakuwa sio sana. Yaani watu wanakuja, yaani unajua tu za good morning. Kwa hiyo inakuwa ngumu sana kwamba kweli haya maisha nitayaweza. Kwa hiyo lugha ilikuwa ni changamoto kubwa sana. Yeah, lugha. Oh yeah. Did you ever feel like you had to hide part of who you are, particularly like your culture, so that you could fit in? Yeah, sadly. Unajua mostly ni sehemu za, you know, in school most likely. Ukienda shuleni unakuja kuta kwamba you just wanna look like the people you see, you know. Somehow you don't want watu kujua wewe ni mtu gani, but people will tell, because
lugha yenyewe wanaongea na yako havimatch. Match. So somehow there's no way you can hide it, because if those people want to talk to you, they will find out like who's your way to you, you know. It's just when mwenyewe you trying to hide it, but you don't have ways to hide it, because Badilisha njia ya kuvaa. somehow no mimi mambo Cause some of us, no, nasema hivyo kwa sababu kuna wale watu ambao wanakuja na wanavamia sana Marekani. They want to start dressing like Black Americans, ili wa fit in, so that when they see them as, you know, a Black person, they want them to feel like they belong there. Cause kwetu kunyumba, we're not Black, like tuko ba Kongomani, tuko ba Bembe. Like, we're not, race was never really an identifier for us. Like, ini sa tunakia kutana batu wengine wenye, they have the same skin color as us, and their lifestyle is completely different from ours. Lakini, because you're like, hey, I want to be cool. I want to fit in this space. Hey, unaanza vala, sijui kusag my pants, ongea, inakuwa N-word kila mara. Well, kwangu kidogo ni tofauti. Kidogo mimi ni tofauti. Yes, kuna vitu ambavyo nimejitahidi kucopy, lakini kuna vitu ambavyo sikuwa na haja sana kuvikapi, kama kuvaa kwamba ndo nionekane na belong here nini, ndo nilikuwa navaa suruali kwa chini, ama niwe na ni copy lifestyle ambayo iko tofauti na ambayo mimi sikukuzwa kuwa hivyo. Kwa hiyo hicho ni kitu ambacho mimi sikuweza kukicopy. The only way nisema kwamba kuna vitu ambavyo nilikuwa na copy ilikuwa tu ile labda unajaribu ku fit in kilugha, yani kwamba lugha, ama sometimes kujiona wewe ni kitu ambacho wewe huwezi kukielewa, basi unakaza tu kimya, because nobody will tell, because I won't now, so they can't tell wewe ni mtu gani, wewe ni nani. Lakini kwamba kucopy lifestyle in general, kwamba ndo nionekane kwa kama nishakuwa Black American, na yani kuonekana tu kama watu wa huku, ni lifestyle ambayo mimi kidogo sikuweza kucopy. Maana you know, mara nyingi inategemea na the way you were raised, and then how wale watu ambao labda wamekutangulia, the way umewaona, the way umewakuta. And then kitu kizuri mimi about me, watu wengi ambao niliweza kukutana nao in my early stage pindi nafika hapa, ni watu ambao walikuwa hawapo kwenye hizo lifestyle. Kwa hiyo ilikuwa ngumu sana kwangu, na mimi surrounding ilikuwa hard for me ku follow your lifestyle, sababu ni watu ambao nilikuta pia walikuwa hawako in that type of lifestyle. Tutaingia kuongelea Dafesta really quick, lakini mbele ya kuingia kuongelea Dafesta, ningetaka kujua ulifika kipindi ambacho somehow uliona watu wakisherekea utamaduni wao ikakufurahisha sana, and then kama iliweza kuwa hivyo, je, iliamsha kitu gani ndani yako? Kwa sababu Dafesta ni kitu ambacho when we come to talk about it later on, tutaona inahusu sana na utamaduni wa Kiafrika. Nini kilikuamsha kusema eti kwamba I like what I'm seeing? What did you ever see? Yeah, I mean, that's a good question. Nafikiri binafsi, there's this one, I mean, unajua kila mwaka huwaga tunakuwa na ile Mexican festival ambayo inakuwa na happen in downtown Des Moines. That was my very first culture event to attend. I mean, way back. Na baada ya kuattend hile, I heard kulikuwa nyingine tena Asian festival, then I got a chance to attend that too. Kwa hiyo ilikuwa ngumu sana kwangu kuelewa kwamba why we have a Mexican festival, we have the Asian festival. Kwa nini na sisi wa Afrika tusiwe na cha kwetu ambacho we also can bring people to come na wakuje kutuona na sisi the same way na sisi tunaenda kuangalia. Kwa hiyo ni something ambayo ili shaped very hard, and akuwa na so many questions in my head, like asking like why wa Afrika na wenyewe wakosi na vitu vyao kama hivi. Even though it can be this big, because hivi vya hawa vimeanza labda muda mrefu, and then as you know, history gizi naenda, there's this watu wa Mexico and then our Asian wanaanza kama zamani, miaka ya zamani sana. So vitu vyao vina somehow viko very big, viko known very bad with the government, like everybody knows about it. Mpaka wanapoa mpaka downtown Des Moines, wana close mpaka manjia nini. Kwa hiyo I was very curious, na I mean that's how I raised a very simple question, how the festa ilianza yani. Nataka kujua kwa sababu kwenye Dafesta kuna jina ya youth, right? There is youth in there. What do you think happens to young Africans pale ambapo hawajioni wako represented, or zabo cultures aziko represented publicly?
kind of like you saw, right? Ulionaga ba Mexican, ukaona ba Asian, lakini you had never, ulikuwa hujaona bado ya Kiafrika. So wakati watoto wanakomaa na hawaoni hiyo picha ya kwamba Waafrika wanaweza wakasherekea publicly na watu wengine wakaja wakaona, hiyo inafanya nini kwa akili ya mtoto ambaye bado anakomaa? Yeah, I mean kikubwa kwanza, that's how tunapoteza culture. Sababu let's say mtoto amezaliwa hajawahi kuona chochote kuhusu culture yake. Ule mtoto tu yuko busy 24/7, aende shule ama awazake kwenye TV, then on TV most likely anawatch zake vitu vya nini vya huko. Kwa hiyo hana history yote ile kuhusu nini, kuhusu culture. Kwa hiyo somehow huyo mtu atakuwa na mindset ambayo iko tofauti sana. Because culture inakuja na vitu vingi sana. Culture inakuja kuanzia mavazi, chakula, even hata the type ya muziki au what people listen to. Kwa hivyo huyo mtu kama kukua raised kwa kujua what type of clothes watu wa kwetu wanakuwa wanavaa, what type of food ama what type of environment ama what type of lifestyle, inakuwa ni ngumu sana kuelewa kwamba haya ndo maisha ambayo wazazi wangu ama wa kwetu wanakuwa. Kwa hiyo somehow inapoteza watu wengi sana. Ndio kwa maana unakuja kuta kuna watu ambao wanakuwa lakini hawajui zao identity. Na unajua identity is a very big thing. Kwamba kibinafsi kwanza mimi nahisi my identity has shaped me to do so much and be involved kwenye vitu vingi sana, just because mtu akifind out wewe ni mtu fulani ulifanyaga hivi, unatokaga hivi, ina shaped so many stuff na inakupatia even so many opportunity ambazo wewe ulikuwa hata haufanyi nini, haufikirii, lakini just because of story ambayo wewe umeweza kushare kwa watu wengine, wanajisikia kwamba kumbe ni hivi. Kwa hiyo for those ambao wanaonaga they don't want to be known as kama Afrika kama nani, kila space ambayo unaweza ukajikuta ndani, there's always somebody mwenye anaweza kuconsider na kuonekana kwamba wewe ni mtu muhimu kwenye hiyo space. I like that a whole lot. Kwa hivyo sisi kama Waafrika, obviously Muda Festa muko pia African, and I want to know juu si Afrika tunakuwa na ile spirit ya sema mimi niko Mkongomani, huyu yuko Mkenya, ule yuko Nigeria, ule yuko Mrundi, ule yuko Mnyarwanda. Unakutana even though tuko watu wamoja, kunakuwa zile division kwa sababu we come from different places. Lakini tukikuwa huku Marekani, right? Tukikuwa hapa USA, mzungu hatuoni tofauti. White people or Americans in general banatuona sie sa vile batu bamoya tu. Here sie bote tuko banware. Yeah. Here sie bote tuko like not even Bafrike, sie bote tuko banware. Right? Muda Festa mmeweka hiyo jina ya African mkimaanisha kwamba mnataka kujumuisha Waafrika wote. Ulisema ulikuwa naona hizi zingine ma festivals and those led you to kind of want something. Eti lazima na sisi tuwe na cha kwetu. Yeah, of course. Baada ya wewe kupata hiyo idea eti tunataka tufanye cha kwetu, ilikuwaje? Watu labda watu ambao uliongea nao, ilikuwaje, walikusikiaje? How was it received? You know, having an idea ni kitu kinaweza kuwa kitu kipesi sana, kwa tu na idea, ku bring ile idea to life ndo pale inakuwa kunakuja ugumu sana, kwa you don't know, haujui mlango wa kutokea, haujui wapi pa kuanzia. Kwa hiyo kuja tu na idea ya Da Festa. Da Festa kuna watu wengi ambao wako behind the idea, na nafikiri Da Festa ni kitu ambacho kilikuja kwamba cha Waafrika, as you said, sio tu based kwamba Congolese ama Burundian ama Rwandese ama nani. Ni platform ambayo ilikuja tu kuweka kwamba ni ya Waafrika wote kwa ujumla. Kwa hiyo kuja na idea kama hiyo ni idea ambayo first of all nilipresent kwa my own brother. Nilipresent hiyo kwa kaka yangu, and then kaka yangu na akahusisha his friend. Kwa hiyo hapo the cycle ilianza ku grow big and big and big and big, na ilikuwa tu idea ambayo inaweza tu kawe simple kama kitu tunavisikia si wenyewe kwamba nataka nifanye kitu kama hichi. Sasa kujua njia ya kutokea pale kunakuja kwa nini? Kunakuja kuwa ugumu kwamba hichi kitu na kitoaje kwa watu ili watu waweze kufanya kukielewa. Na kitoaje kwa watu waweze kukiamini. Na kitoaje kwa watu hichi kitu kiko legit. Kwa hiyo kuweza sasa kukitoa hapo ndio kunakuja nini? Kunakuja kuwa ugumu, lakini ile tu kusikiza tu idea nini kitu hiyo ni good idea, ni idea tu nzuri, unaweza kitu kizuri, unataka kufanya kitu kama hicho, unataka kuwa ni fresh, lakini sasa kujua tunapoanzia ni wapi na tunaenda wapi.
pande kunakuja kuwa sasa challenges. Tuambie tena kwa watu labda ambao hawajawahi kusikia Dafesta. Dafesta ni nini? Mission ya Dafesta, maono ilikuwa kitu gani mtaka kufanya? Dafesta, there's a reason why jina lilikuwa fupi, maana ilikuwa ni jina ndefu sana. Sema kwamba yeye hata kama ujala yeye hawezi kuitamka. Kwa hiyo kukaa sababu ya kuweza put it small. So Dafesta stand for Des Moines African Youth Festival Award. Kwa hiyo the Dafesta mission is just very simple. It's just to bring together all Africans, African youth around the US, and come together and celebrate the culture as a whole. Okay, clock it. Asawa. We move. Ningetaka kujua pale ambapo kipindi mmeanzaga, nini kilikuwa ngumu zaidi? Was it funding? Was it people accepting the idea? What was the biggest challenge? Yani changamoto yenyewe mlionaga kabisa hapa tumekwama? Pesa. Yeah, I mean, asikwambie mtu kwenye maisha nakubalika mpaka una pesa. Sasa nakutaka na kitu kizuri inabidi pesa. Kwa hiyo pesa ilikuwa ni changamoto. I mean still inaweza kawa pia ni changamoto, maana ndo we still growing. Kwa hiyo pesa, maana the vision of Dafesta inakuwaga tuite kila mtu aje have fun na pia to respect talent za watu. You know, kuna watu wanatoka mbali, like from New York. I remember people coming from New York, from Idaho, from Atlanta, Georgia, huko everywhere, you name it. Wanatoka huko kote wanakwamba tunaenda kwenye Dafesta. Right. Kwa hivyo unakuja kuta kwamba many of them wanakuja kuwa na big expectations kwamba yeah, maybe tutalipwa, maybe tutafanya hivi, maybe itakuwa hivi. Kwa hivyo hivyo vinakuwa enable na pesa. Kwa hiyo pesa ilikuwa ni challenges, because I mean remember Dafesta tumeanza bila sponsor. Right. Ilikuwa tu pesa za watu binafsi, wanatoa, kila mtu anatoa hela yake. Pesa ungetumikisha kwa vingine vitu vyako, lakini unaona let's do this because ni kitu ambacho kimetoka hapo moyoni. Kuona kwamba yes, ni kitu mimi napenda. Kwa hiyo unatumikisha pesa ambayo labda ungetumikisha vitu vingine, unaona ni bora kutumikisha kwa kuweza kusupport community na kukuza identity. Kwa hivyo mwanzo, if like I can say the first 2-3 ilikuwa ni kitu ambacho unatakiwa kwanza you have to spend your own money kwa kuweza kile kitu kufanya ni happen. Kwa hiyo ilikuwa one of the biggest challenges, and then I mean next of course people accepting it. Unakuja kuta the idea was big, but unajua kwenye maisha mara nyingi utakuja kukutana na watu wa kila aina. Kuna watu ambao kwamba watakubali ulichokileta na wengine watakicriticize, wengine wanafikiria kwamba ndio njia ya kuingiza pesa. Kwa hivyo kila mtu anakuwa na idea zake, lakini they don't know the work behind it. Kuna watu wanakuja hulali for 5 days just because of Dafesta. Like the time Dafesta nataka karibia unakuta hulali. Lakini kuna mtu fulani somewhere anafikiria tu wajamaa wanapiga pesa hawa. Wanaingiza pesa. Like but when you get into it, ukivielewa zaidi unakuja kuta nafikiria hiyo naenda kwa kila kitu. Yaani kila kitu ambacho mtu iko na nani. Sababu umesema Dafesta was born out of a pain point, right? Ni kitu ambacho kiliingia sana moyoni, ulitaka ilikuwa suluhisho kwa tatizo ambalo ulikuwa naona. Yaani there was a gap and you wanted to fill that gap. Ili kufill gap, manake sio kazi, it's not work that you're getting paid for. Passion, right? Imeanza kama passion. Na kila kitu ambacho kinaanza na passion kina require a lot out of the person creating it. Yes, inaweza ikazalisha matunda mema, lakini mara nyingi watu wanaona product, wanaona the finished product. Ile sasa kujua eti kwamba kwenye hiyo finished product palikuwa na mizizi. Hiyo mizizi ndio hiyo naongelea eti kwamba funding ilibidi kwanza tujinyime sisi. Yaani mnajinyima nafasi ambayo ungefanya vitu vingine na pesa zako unajikuta unajinyima kwa sababu I mean ungetravel. Kitu ambacho right, Mr. Traveler. Ungetravel. Ungeenda Zanzibar. Yeah, unajikuta tu travel. Unatoa pesa kwa ajili ya kitu kionekane. Now, mlifikaje mpaka mkapata funding? Yeah, that's a big question. Mnajua for me brand reputation matters. Na nafikiri Emo umeanza
you don't want to see yourself pale kwenye upo tu kila mwaka the same way. You want to grow better, you want to do better. Na maisha, life is all about connections, right? Sometimes it's not about what you know, it's about who you know. Unaona? Yeah. Na kwenye founding, going back to your question, kwamba ilikuwaje tuanze kupata founding? I mean, we are in a tuko kwenye nchi nzuri ambayo ina supports everything, you can tell. Like everybody can get supported here. As long as you have an idea in place, you can tell about it. Unaweza ukaexplain kwa watu wengine, then you can get supporters. So the number one thing was just to go online and see what's out there and sending the applications and stuff. Because I mean, it was hard at the beginning kwamba watu they have to see what you have done. Inakuwa ngumu sana mtu kutoa pesa zake kwa kitu ambacho yeye akijui, haja kukiona. Like they ask you like, what's your social media? Let's go see what you guys have done before. Let's see that. Inakuwa ngumu mtu kutoa tu pesa just because uko na idea kwa mfukoni tu, like I just want to do this but I need the funds to be able to make this happen. Hey, you're not going to get anybody to give you money for that, because you have to have a starting point ya kuonesha watu kwamba this is what I've done and I need financial support to be able to keep this going over and over and over again. Kwa hiyo haikuwa rahisi, lakini it's more about non-sleep, just sending applications, getting to tell people. So to application online, like ghost ones. Sometimes you gotta talk to people you know, because life unakuta kuja like yani network, yeah. Mashuleni unakutana na watu, makazini unakutana na watu. You just want to talk about what you do outside of workspace. What do you do outside of school? What's my passions uko nazo? You never know mtu. Exactly. Kuna mtu unakutana naye tu unapenda, I want to learn more about it. You know? Kuna kuja vitu kama hivyo tu. Unaona, a good example is, nafikiri ilikuwa juzi, I was talking to my agent wa gari, insurance yangu ya gari. I was just telling him about it. Alikuwa very curious just because he wanted to know more about it. Vitu vinakuwa tu hivyo, yani it's not just about kupost, unaweza post tu, but most likely you gotta go out there and talk to people and tell people what you do. You never know, unaweza kutana na 100 out of 100 unapata moja ambaye iko interested to even support financially. So kwa hivyo wale wenyewe mnasikiliza, mkwe makini sana. Kama una kitu chako, market yourself, brand yourself well. Yani uzisha idea yako. You have to be, yani uwe well articulated. Wakati unaongelea claims zako zikuwe precise. Unasema niko nataka kufanya hiki, niko na hiki na hiki na hiki. Sio tu unaongea na mtu eti kwa sababu ulimwambia tu eti niko fanya hiki, but you didn't akwenda into details. Akwenda into details, and your details are not well structured. Unaona? Na hiyo nafikiria inaweza ikawa pia imetoka kwenye sehemu ya elimu. Oh yeah, of course. Nataka kuingilia huko. Nataka niamie kwenye education, lakini before naenda kwenye sehemu ya elimu, ningetaka kujua DaFesta inatokeaga lini and where does it take place? Yeah, DaFesta inakuwa summer, of course, mo Iowa, because we're down in Iowa, na inakuwa kwenye summer, July, August, inakuwa end of July. Na kama end of July we don't have ile availability, then inakuwa August. But for the last 2-3 years ina happen in August. Okay. So we try to keep it in August. But if we can get the availability in August, then tuna push kwenye July. Kama this year itakuwa August 29th. Kwa hiyo happen, it's always in Des Moines, as the name we go Des Moines. Yeah. I've got a lot of requests, people wanting to take this different states, different places, but for now, about to go Des Moines. So yeah, it happened in Des Moines. Okay. Super excited always. Mtu akija kwenye DaFesta, I expect kuona vitu gani? Yeah, DaFesta kunakuwa na vitu vingi, na sisi tunakuwa na vision kubwa sana. Ni vile tu as I told you, unaweza kuwa na ideas na visions, but you all need funds kwa kuweza kumake everything you think about ku happen. Kwa hivyo kuja kwenye DaFesta uta expect a lot of stuff. I mean, the goal to support the talents, right? You're gonna see a lot of talents. Talents can come in different ways. Talents, kuna kuja watu ambao wana dance tu, kuna kuja tu watu ambao wanaimba, kuna kuja watu ambao wanafanya both. We also invite leaders and all that stuff. Kwa hiyo expect to have fun. I mean, first of all, just come and have fun and learn about your culture. And then make sure you just dress to impress, because you're going to see a lot of people dressing good. Yeah. And then come learn about the culture and see
people performing. You guys are gonna learn the culture in different ways. The goal was to try to even have our own food and stuff. Like, there's some venues they don't let you do that. They really don't. Yeah, really based on histories and past stuff. But the goal is to make sure, because when I learn culture by different stuff, clothes, food, na vingine vyote. But again, tuko sehemu za watu, we gotta follow the rules. But yeah. Ili kwamba the festa utaweza kuipeleka as an outdoor event. Oh yeah. I mean, yeah, that's the goal. That's the goal. Now, it's all about money. It's all about money. And for those watching, hey, come on, 50, checks on 50Ks and all that stuff. I mean, we can do it. It's possible. It's possible. If you're looking to invest somewhere culture related, invest in the festival. Oh yeah, of course. Okay. So, nataka tuambie kwenye elimu. Tukiangalia, sasa hivi tuko kwenye season ya graduation. Oftentimes, nikienda kwenye social media zangu, guys. Mwa hii season ya graduation. Bienye niko naona. Sometimes vinaniumiza roho, lakini sometimes nakuwa so proud. But majority of the time vinaniumiza roho. Because nikiangalia watu wenye wako graduate ni banamuke tu. Hey. Ni banamuke tu. Mubanamuke wa 10 nitaona mwanaume mmoja, bawili, bakikuwa mingi sana, 3. Niko naongelea specifically ba Kongomani, juu niko Kongolezi. Na ndo batu benye niko naona kuma social media zangu, ndo benye wananifollow sana. Unakutana ni mostly banamuke. Then mwakili yangu nakia jiuliza like, hii ni kwa nini? Raymond we ni mtoto wa kiume wa Kikongomani, au tuseme Mkongomani, Mtanzania, Marekani. Right? It's a lot of identity. It is. Usha tembea kwa hizo zote nafasi. Your family comes from Congo, so uko na Congolese identity, uko na Tanzanian identity, na uko na American identity. Kwa sababu nyumbani ni pale ambapo moyo wako uko. Right? Yeah. Na moyo wako ukiwa uko Congo, uko Tanzania, na uko hapa, manake they are all your homes, right? So kama kijana wa Kikongomani ambaye umekomalia Marekani for majority of your life. Yeah. Elimu ilikuwa ya maana kwako kwa nini? Why did you decide to go to the university? Why did you decide to pursue a higher ed? Well, that's a good question, and it can be a long conversation if you want to put it long. Let's simplify. Yeah, kitu kikubwa ni kwamba cha kwanza, going back to your points, I mean, it's graduation season, one of the best season, and you get to see literally the people, best. My you know, people spending 4 years in school, 4, 6, 5, 10. People graduating, just a really good moment. You get to see people online celebrating their achievements and everything. You know, kwa ni moment nzuri sana ambayo for me, sometimes nikifika moments kama hii, I just want to go back to na mimi nionekane graduate, but yeah, time goes by. Right. Na kwenda kwanza kwa swali yako ya kwanza, why like based on your experience lately, unakuta ni wanawake tu, like out of 10 mwanaume ni mmoja, wengine wote wanaume. I think wanaume we go through a lot of challenges. As far as I understand, kwamba tunaenda kwenye challenges nyingi na pia tunajiingiza kwenye vitu vingi pia. It's not just about challenges, pia it's also vitu ambavyo tunajiingiza from early ages, kwamba I mean, you wanna look at superstar kwa social media, you wanna be, I don't know, Diamond, you wanna be anybody, lakini hautakuwa kwenye hiyo maisha kama una pesa. Kwa hivyo anakuja kutoka kuna watu unafikia una escape, yani una skip life ambayo unatakiwa kuwa nayo, beside ya kuanza hapa uende hapa, unataka tu skip steps. I mean, una apply zako kazi, unapiga zako kazi, maisha ya masomo hivyo unayaacha, na kuna lugha ambazo zinasemekana kwamba unasikia usome tu, we're gonna be the same, hata kama ukigraduate we're gonna be the same, tutaona same stage, same lifestyle. So hizo lugha ziko sana, especially mu wanaume. I think kazi ipo. I mean, wanaume wengi wanapitia tu hali ngumu sana za maisha, pia pressure ni nyingi sana. Unaona, mimi anataka uje ukute life ya Raymond kwenye social media, you wanna be like Raymond, but you don't know Raymond alifanya nini mpaka afike hapo. Ama mtu mwingine tu, not just Raymond. Kuna all these people ambao unamwona tu alipitia vitu gani mpaka afike hapo.
Kwa hiyo watu wengi tunataka njia za shortcuts ili kuonekana kwamba tumefika hapo kwa haraka, which kila kitu kinachukua muda, kinachukua wakati, na patience ndio kitu kikubwa kinahitajika tu kwenye maisha, kwamba ukivumilia utafika kwenye ile sehemu unayotaka. Nini kilikupush? It doesn't just happen overnight kwamba nataka nini. You gotta have supportive environment. Okay. Supportive environment. Just imagine mtu una spend 4 years out of school. Kuna watu ambao wanapasha walipie sehemu unayolala, kuna watu ambao wanapasha walipie food, simu yako, gari yako. So that's when family comes in, kwamba familia na yenyewe na support kile unachokifanya. Kwa hiyo inakuwa ni nini kilinipush? Nilipenda tu nisome. Masomo ni kitu ambacho mimi nikipenda toka since a very young age. Kuna watu ambao wananijua, I used to go to hata way back Tanzania. Yaani mimi masomo nilikuwa nakipenda sana. Even the environment ilikuwa ni mbaya, lakini nilikuwa napenda masomo sana. Nilikuwa mimi wale watu ambao unakuta ukipata wa pili, wa tatu unaweza dia. Okay. Unaweza cry, but sijui alikuwa ni utoto, but ni kitu ambacho nilikuwa tunakipenda sana. Kwa hiyo even mimi kuja huku haikuni change kwa kuwa na ile mindset. Kwa hiyo niliendelea kupenda kile kitu ambacho nilikipenda since a very young age. Na hivyo nikaendelea tu ku make the dream come true. Kwa vijana ambao wanafikiri or wako na the mindset eti shule is not for me, siwezi hivyo vitu ya shule, yani siviwezi, unaweza ukawashauri nini? Nasema hivyo kwa sababu I've literally seen vijana wenyewe wameenda college, wameenda wakaishi campus, wako bullied by other guys. Wanaambia vitu gani hivyo? Vitu ya mapede. Like, you guys understand when I say vitu ya mapede? Like lame people? No, upede ni like, it's gay. Oh, going to school is gay? Yes, like oh shit. Garso kama garso ukafanya nini ku campus? Unaona hivyo vitu wanaanza babuli asema mko mnakimbia makazi, hamtaki kusupport familia zenu, ndio maana mko mnafanya nini? Mnaenda kwa masomo. And so like I feel like majority of the time mtu akibuli mtu mwingine ni kwa sababu there is a security issue. Yani they are insecure and so they project bitu kwa watu wengine. So I want to know kama weye sasa vile mtu mwenyewe ushapitia hiki, kwa wale wa vijana wenyewe wanasema nie masomo is not for me, I can't do it. What would you tell them? Kwa sababu mpaka umeanzisha Dafesta na Dafesta imekuwa successful, watu wanaiangalia na watu wanakuja, ni kwa sababu you have literally practiced bitu benye ulijifunza kwa masomo, bitu benye uli pick up kwa batu benye uli network nabo kupitia masomo, or even in life in general. Lakini school gave you the structure. Oh yeah, of course. That you're using today. So ningetaka kujua what can you say to a guy like that? Yeah, for my guys out there ambao getting bullied because you live on campus. First of all, kitu cha kwanza kuelewa kwenye maisha, no everybody atapenda kitu ambacho unakifanya. Some people they just want to tell you stuff so ushindwe, then at the end of the day wenyewe ndio watakucheka tena after. Oh yeah. Huyo mtu alikubully the time you still in school, like hey, why unafanya vitu kama hivi, vitu vya kitoto, vitu vya kike, lakini tena wewe tena ukishindwa tena the same person ambaye alikuwa anakuambia vitu vya hivyo tena anakuja tena nini kuku-attack after. Kwa hiyo first of all, believe in yourself. Jiamini kwanza na uamini in your dreams, because some people they just want to go to college just because aliona mtu mwingine alienda. Ndio wanakuta kwamba unaenda but you don't know what you want to do. Hauna ni sio kitu kile kinatoka kwenye moyo wako, ni kitu ambacho tu because of what you uliona unapenda na wewe ufanye nini? Uende vile. Labda uliwahi kuattend mwa graduation ukaona wow, I mean nitakuwa vile, you just want to do it. Kwa hiyo ukipenda kitu, I mean don't worry about what people say, as long as you're not doing anything illegal. I mean masomo, like people can still bully you, but aviombi wewe kwamba kuwa hopeless ama kuwa disappointed ama kuwa not follow your dreams, sababu at the end of the day you choose your own lifestyle ambayo unapenda kuishi. Kwamba utasikia mengi, utaona vingi, utapitia vingi, lakini hajawa sehemu ya kwamba ndo uache kile ambacho unachokifikiria na unachokiamini. Maana kwenye maisha sisi wote tunaweza kuwa wengi, kila mtu ana njia yake ambayo anaamini mafanikio yanapatikana. Kuna watu ambao hawaamini kwenye shule kuna mafanikio. Kuna watu wengine kama wanaamini kwamba shule ndio fungua maisha. Kuna watu wengine wanaamini
just go to work and you make money and you're gonna be good. Kuna kila mtu anaamini kwenye vitu vyake tofauti. Kwa hiyo ni swala tu la kujua unataka nini kwenye maisha, unatazamia nini na mipango yako ya baadaye ni yapi. Lakini to worry more about what people are talking about you or what people are saying about you, my guy, is gonna make you utakuwa stressful all the time, which you shouldn't be. Maana ni vitu vya kawaida tu kwenye maisha. Na ukweli wa maisha ni kwamba opinions za watu zinabadilika kila tuamkapo. Yeah, you can't stop people talking. Yes. So wakati unasikia eti mtu anasema kitu and you know it is not true and it doesn't fit yenyewe ukafanya, live your life. Exactly. Live your life. Opinions za watu zitabadilika. Ukivala virefu batasema, bifupi batasema, uende college batasema, umalizie ku high school batasema. So whatever you do, nasemaka always, whatever you do, hakikisha kwamba ni decision ambayo you are standing on your ground na ni decision yenyewe unaweza ukajipiga kwenye kifua eti nilifanya hivyo. Yeah. I did that. It was me, it was all me. Nataka nijue kipindi ulikuwa shuleni, Raymond, you have been involved since you were really young. Oh yeah. Ulikuwa involved in a lot of things. You were in soccer, you were managing soccer, you're still managing soccer. At some point, wakati uko college, ulianza Da Festa, right? It was during college. My very last year. Yeah. You were doing soccer, you were also working. Uliwezaje kunani kubalance vitu vyote hivyo? Like, how did you gain the discipline, nizamu ya kujibeba na kusimama kwenye msimamo wako kabisa? What helped you? Yeah, I mean, discipline is something I've learned through a very young age. Ni kwamba, I mean, as you said, kipindi niko school, I mean, school tu kwenyewe niko involved almost na vitu kama sita hivi. Just at school. Right. You know, they have all these leadership groups and everything like that. Yeah. I mean, I was in soccer and then I was a part of like all these leadership groups. Kwa hiyo, beside of that as well, nilikuwa also involved outside of my school life, as you said, soccer. And then my very last year ndo Da Festa na ikaja. Kwa hiyo, and at that point, youth leadership too, yeah? Yeah, that time too. I mean, the beginning, like after, like my first year when I graduated, and then the other things started too. Kwa hiyo ni vitu ambavyo mimi mwenyewe binafsi nilivilearn at a very young age kwamba to be disciplined. Kwa maana kuna muda mwingine mtu akichezea my time, I feel like ananipotezea vitu vingi sana. Kwa hiyo discipline ni kitu ambacho nimejifunza sana kwenye very young age na najaribu kuvimanage, even though kuna muda kabisa siwezi kuwa perfect. Uko drain out like, oh man. Right. I'm out. Right. Like the energy is not there anymore. But do I have to take some of this stuff out? You feel like you want to give up on some stuff that you've been up to. So like, then what habits helped you with that? I try to, I mean, I have a calendar, you know, I have a calendar and I'm a fun person. I try to put my stuff in kwa simu. I don't like zile calendars za vitabu because I just feel like it keeps me behind. But I want to simu ita ring anytime or whenever I'm at. I know like what I'm supposed to be doing like in the next 30 minutes. Kwa hiyo it keeps my life easier to track. Organized. You get to be more organized. You get to know what you have to do next. It's easier that way for you to feel like, yes, this is what I have going on a day. Even phone call ambazo I have to schedule the phone calls. Because I mean, believe it or not, I have like 2,000 numbers on my phone. So oh my God. Somehow that's overwhelming. I can't keep track of kuna important calls that you have to make. So if you don't make either my reminders and calendar and stuff, you easily to forget. Because uko involved in vitu vingi sana. Kwa hiyo calendar ilinisaidia sana na just discipline and kujaribu tu kuwa more engaged and it just kuna kitu vitu kivizoea, it keeps to be inakuwa tu habits and you just think like it's just easy like nothing is new anymore because ni maisha ambayo umeyaishi kwa muda mrefu. Kwa hiyo unajiona tu ni vitu vya kawaida, vitu rahisi, maana ni kitu ambacho umesha kiishi kwa muda mrefu. Nataka nigusie hapo. Literally what you said, what it makes me think of is maisha haitokei by chance. Oh, success absolutely. Haitokei by chance. No. Success in literally anything haitokei by chance. Inahitaji structure, inahitaji discipline, inahitaji msaada kutoka support ya watu ambao wanakupush, wako wanakuhold accountable. Kwa hivyo
ni kitu ambacho you have to, gisi alisema nani, habits are built by your routine. Kitu kenye unafanya kila wakati ndo kinajenga habit. Usipokuwa unakifanya leo, then next week unakiwaza tena unakifanya. No, habits ni kile kitu ambacho unakifanya repeatedly. Na amesema kuhusu calendar, na wasi sana vijana na wasi sana vijana, tujue kujali muda wetu, tujue kuheshimu muda wetu. Kama ujui kuambia muda wako ukufanyie nini, mtu mwingine atakwambia nini cha kufanya na muda wako. Oh yeah. Right? Yep. It's the same thing with your money. It's the same thing with literally life. Usipokuwa na mpango wako mwenyewe, somebody else will plan for you. Exactly. Now, what he planned for you, it's going to cost you money, time, and energy. Hey, Jesus. It's going to take all of that away from you. Ningetaka kujua kwa sababu at school, ulisomeaga accounting. Yeah, Yes? accounting and finance, yeah. Accounting and finance. Why that? Good question. This is taking me back years when I was applying for these scholarships and stuff. Like, why accounting? Yes. Why you couldn't do something else different? For me, I love working with numbers since a very young age. Number ni kitu ambacho mimi nimekipenda sana. And it's something I really love. First of all, when nimeanzaga tu na accounting, sikukuwa na double major. So nimeanzaga tu accounting, but when I was into accounting, then I had like a meeting with my counselor. Like, oh, you can still add something else too. So that's how nikafanya business analysis with finance concentration. Kwa hiyo accounting, why accounting? Because I love working with numbers. Napenda numbers sana. And then accounting was the easiest way to keep the love with number, to keep going for the rest of my life. So I was like, yeah, I gotta keep myself into numbers. And then the only way for me to keep this numbers thing going, let's go into accounting. So that's how I end up going in accounting. Also, the biggest thing ambayo kuja sasa within the accounting word. So I've realized growing up, there's a lot of people who are financially illiterate. Like, people just don't know how to manage their money. Some people have money, but they just don't know how to manage their money. Unadhani tunahitajika kufanya nini when we're speaking to a community about yenye majority of us are financially illiterate? Ni kitu gani kile tunastahili kufanya ili tutoke kwenye maisha ya survival mode ili kwenda kwenye generational stability? Yes. Yeah, you can do a lot of things when it comes to money, but it depends how much you have in pocket, right? Mara nyingi kuna watu you want to think big, you only have $1,000, but you're thinking about a mansion in your head. Kwa hiyo it all starts somewhere, right? Na yes, unaweza kuwa na 1,000, but you can do big with it. But kitu kikubwa ni kwamba tu kuna maisha, kuna want na need. And the problem about most of us, tuna consider my wants ziko mingi sana kuliko need. Kwa hiyo ukipata pesa, just know what you're supposed to do with it. I know a lot of people, especially wazee wetu, they don't believe in banks. Nakuta wengi anachunga pesa yake mnyumba tu, but bank can also help you invest. Kama ujui, yani unakuta kuna mtu, you don't know how to invest money, but you have like 50K in the house. Like, what does that money gonna find in mnyumba? You can still take the money to the bank, and then if you find somebody to just do the investment for you, and then you just there, but for long term. But ingine shida kuhusu sisi, we just want money overnight. Like, people want to make money overnight. Zile investment ziko quick, which is gonna big risk. That's how you kuja mambo ya whatever that is, LSCC. So people walitoka wanza make, because ukiweka 1,000 leo utaamka kesho itakuwa 1,500. So quick investments ziko na high risk, very high risk, because it's quick, which means the risk itakuwa very high. Instead of just putting your money somewhere, sitting somewhere for long term, zina grow, a little bit, small. By the end of the day, zinakuwa ziko na guarantee ya kutokupotea. The same way ambayo ya quick, I know a lot of people ambao shangia in those situations are quick stuff. Nakuta alianza na pesa. Made schemes. Yeah. Anapoteza pesa just like that. Kwa hiyo, people need education of how to manage their money, of course. Now, some people, they feel like money, it's a private thing where they're not supposed to share with anybody. Lakini sasa, I don't think money can be a private thing kwa mtu ambao unaamini, because like in a professional world, uko na hela yako, you don't know how to use it, you can just go talk to somebody. That's how a lot of bazungu does. Haiko na hela kinajua atafanya nini. Anatafuta personal investor ama
just anaenda tu sehemu invest akuze ule mtu anajua what to do with the money. Right. Unaenda kuongea na mtu, that person will help you to grow your money as long as you have some agreements in place, then you should be safe. Like watu wengine nafikiri if Raymond akifanya niko na 10k niko na 50k mwangu bank, what would Raymond think about me? Atanichukulia niko je. But at the end of the day, I don't care about your money though. It just ni pesa zako, but I can just help to bring ideas and put ideas into reality. Ila watu they are so different kwamba iko tuna pesa iko tu stack in the bank ama iko tu stack mnyumba. Nowadays watu wengine wanakutana kwa pesa tu mnyumba, they just there sitting. People do that? Oh yeah. I've heard people they don't believe in putting in banks. The bank is never hela. Like, well, bro, there's people having millions in the bank. But when you come to 50k, they think they're gonna steal your money by just mindset. Part of your mindset are being financially literate, because it's any part of it. Some just people that just believe whatever they believe and whatever they've heard. Then they want to be stuck in vichwa vyao. Then yeah, that's how people. Kuna watu wanakuwa big commitments nini mama. Yeah, so it's just too much when it comes to money. Umejenga maisha ambayo it works for you. Yani umeweza kuzileta ndoto zako to life, right? Still working on it. Na you're still working on it kwa sababu maisha ainaga stop, right? Yeah. Tukiangalia vitu ambavyo umefanya na Dafesta, and I have to shout him out, guys. Raymond ni kiongozi mzuri sana. Raymond is a good leader. Yani, I say that to say I appreciate it though. No, I really do think Thank so. you. Raymond is a good leader. Kwa muda mrefu sana amekuwa kiongozi wa vijana hapa kwetu Des Moines, na amefanya kazi nzuri sana. Yani umefanya kazi nzuri. Watu wanakuheshimia, watu wanakusikiza. Yani kuna watu ambao anaweza kaa kiongozi lakini watu hawamsikilizi. You know that? Yeah, I mean, it happens. Lakini Raymond ni ule kiongozi ambaye it's something about him, it's something about his energy that anaweza akaambia mtu kitu na they will do it because they have respect for him, but they value his leadership. Yani bana value kile kitu kenye ushafanya navo. So that is something, to me, that is an achievement. Thank you. Right? It is an achievement kwa sababu sio wengi wenyewe wanaweza kufanya hivyo. I know sometimes people be like, mtu fulani ashatumika sana muongozi. Yeah, but sio watu wote wenyewe wanaweza ongoza. Wow. You know, sio watu wote wenyewe wanaweza ongoza. Yeah, I agree. It's almost, nikisema energy na maanisha it's almost spiritual. Kuna wale watu wanaweza tu kuongoza kwa sababu wameitwa nafasi ya kuongoza. There are discourse out there yenyewe nasema ati, je, mtu anaweza are leaders born or are they created? Born. Some leaders, good leaders are born. I don't care what anybody says. Huwezi kumfundisha mtu to have compassion for others. It's hard. Ni kitu tu kenye mtu anakuwa nacho based on who birthed them, who raised them, na vitu saa hivyo. So mwa hiyo njia naona hiyo ni achievement. Unaenda masomo ukamaliza saa kijana Kongomani. That is also an achievement. Thank you. I don't know, guys. Sitaki kuwa shame. Yani sitaki kuwalaumu sana vijana, but you guys need to pick up the tracks, you know? Pick up records. Meet up with the girlies. Meet up with the girlies. Yani muwakute wanamke pale ambapo wamefikia. Yep. Hiyo nayo pia ni achievement. Mm-hmm. Vitu ambavyo umefanya na Dafesta pia is an achievement. Oh yeah, what you've done in your career. You've worked at some of the biggest companies here in Des Moines. That too is an achievement. Nataka utuambie, for a young man that is looking to create, to build something, because what you've done here is build something from the ground up, right? Yeah. Kwa kijana ambaye labda iko na idea, iko na maono, anataka ajenge kitu fulani for their future, lakini ana pesa, bado ana ile confidence, bado ana ile support ya watu hawaamini vision yake, unaweza ukamwambia nini kijana huyo? Yeah, first of all, jiamini kwanza. How do they build that? So ukijiamini kwanza, there's multiple ways of kujiamini. Me, I read a lot of books, but so I try to do it electronically.
because mimi kusoma papiers, I feel like it's a lot of work. Okay. So books zinasaidia sana. Books can build your confidence. Na books too can take you the wrong way, because ina depend what books you're reading, because some books mnaweza kufunza vitu vibaya kabisa. Also be out there. Kuna watu they just feel like social life is it's a very good life kama una vitu ambavyo, if you have like an idea you want to bring in life, because you have to be outside. You got to be outside, talk to people, get to see what's going on in the world. That's why I love traveling, because you get to learn a lot of places, a lot of cultures, you get to meet a lot of people, a lot of different, like unakuwa na uelewa mkubwa sana wa dunia na maisha kwa ujumla unapokuwa upo outside. Ya kuna watu wanajifeel very proud kwamba sipendi nijulikane kama mimi najua Kiswahili, sipendi nijulikane kama mimi niko Mwafrika, sipendi nijulikane kama niko Mrundi, sipendi nijulikane niko Mbembe, sipendi nijulikane kama niko Mfulero, like they just don't wanna, hawapendi wajulikane hivyo, lakini those are gonna be your number one supporters though. Yes. Because I mean, before you get to be known na watu ambao wanapenda wakujue wewe, wazungu wa nani, you have to be known in your own community first. Your community have to know you. Speak on that. And as a leader, kwenye umeongelea kuhusu leadership, I mean, leadership, as you said, ni kitu ambacho mtu anakuwa tu anazaliwa nacho kwanza. And you have the passion for it. Then you keep it growing, because ni kitu ambacho unakipenda. Na kukuza kile kitu ambacho wewe unakipenda. Cha kwanza, kipende kwanza, wewe kama wewe kwanza ukipende. Ukikipenda uta-fight for it. Yeah. Because ukifight for it, no matter what, mimi, like based on me, nakuwa naamini kwamba hakuna kitu chochote kile ambacho mwanadamu mwingine anataka kifanye mimi kanishinda. If I decided to. Like as a human being, kama naweza kukifanya kitu kama hichi, and if na mimi nikidecide, I can still do it. As long as ni mtu mwanadamu mwingine anaweza kukifanya, na mimi nikiamua nataka kukifanya. Kwa hiyo the same way ambao everybody watching anaweza if you have dreams, anything you wanna do in life, aujua wapi kwa kuanzia. First of all, tafuta watu ambao wapo kwenye ile industry. Some of the problem tuko nayo ni kwamba a lot of people hawanaga watu I mean, they don't have mentors. Kwamba ni kitu ambacho wewe hujui. Hautakijua tu nyumba tu sababu umekaa tu ndani ama nini, utajua hivyo. No, you have to find watu kwenye ile industry ambao wanajua kile kitu ili waweze kuambia the reality ya kile kitu. Inakuaje? What did you do? It can be hard kwa some wa Africa, because Africans sometimes sisi hatupendi kushare, because sipendi kama mie, because nikimwambia hivi anakuwa kama hivi, but at the end of the day I think more people ambao tumekuja kuja huku tushakuwa very like we are willing to share like stories and all that stuff, na kuambia mtu, because sometimes kuna watu ambao tunataka kumuuliza ulifanya how do you do this, hiyo ni vigumu sana. I'm like, what? Kama umeweza, how is vigumu? Right. Like they just want to cut you off. Ungali tu kwenye idea, they want to cut you off. Right. Ulifanyaje mpaka, let's say upande wa masomo. Ulifanyaje mpaka ukasoma? Masomo usiweza, college iko very hard. Yani kule watu yani hawalalagi, kule watu tu ni kujisomea. Yani hata kama alikuwa na exactly. Unampa tu mtu woga tu, like ndio unakosa, like ilikuwaje wewe ukaweza? Like mbona wewe uliweza? Kwa hiyo somebody ambao kama uko smart enough, just ask yourself, but huyu mtu ananiambia vitu hivi viko very negative. So ilikuwaje yeye ajiweza hichi kitu? Some people they just don't want you to succeed. Yeah. They just don't want you to succeed because they don't want you to look like them. Ndio maana anajaribu kuwekea njia kwa ngumu, which sio hata ngumu. Yeah. Ukijitolea, if you give your time and energy. Kwa hiyo the first thing first, in believe in what you do, believe in yourself, believe in your dreams, and find people that knows whatever you're trying to do. Because it's just not gonna fall out of the sky. Na ujue tu kile kinakiona na kujua. Ask questions, ask people, go out there. I mean, masimu tuko nazo, a lot of people are wasting time on my social media and stuff, but we can learn a lot of stuff throughout our phones. Okay. There's so many stuff we can learn throughout our phones, but it depends how you use it. Kuna watu tu when they just wake up is Instagram, TikTok, Facebook. Siku naenda inaisha, repeat, like the same lifestyle ambao wamejijengea, lakini kuna so many stories out there ambao watu wamefanikiwa tu kupitia simu zao za mikono. There's people analamka tu ni simu, is just making money out of the simu. But how do we also do that? Right. Nile tu kuchange mindset na kuchange style ya maisha ambayo tunaweza kuishi, maana kuna watu tunaanza ishi maisha the same lifestyle over and over and over and over and over again. We are not willing to change. We are not willing to be different people. Yeah. But na kweli wa maisha ni kwamba kama uko nafanya kitu kimoya today, kesho, mpaka Sunday, ukafanya kile kitu the same thing over and over again,
na uoni results zenye unapenda, then badilisha. Exactly. Badilisha. If you don't like the type of lifestyle yenye uko naishi, ni decision tu. You're determined, you say, you know what? For 100 days, I'm going to try doing this particular thing. Abeko wa Mungu wenye waliweza. Exactly, that's what I'm saying. Like if anybody else iko human anaweza kifanya, na wewe pia unaweza fanya nini, unaweza kifanya. Yaani ni maamuzi tu. Ni maamuzi. Ukiamua tu kwamba nataka niwe mtu fulani ama nataka nifanye kitu fulani, believe or not, ukiamua it's gonna happen. It's gonna happen. Yeah. Ni wewe tu uamue. Ila tu ukitishika na maneno kwamba Raymond ananiambia ni vigumu sitaweza na unakwe, it doesn't work that way. Labda Raymond akupenda tu ufanikiwe. Yeah. Kuna watu wenyewe tunaishi nao lakini hawapendi mafanikio yetu. Au watu wako sana. Yaani unaishi naye lakini hapendi wewe kuona wewe unafanikiwa. Na ni watu wagumu sana kuelewa, kwa ni rafiki yako sana wa karibu, ndugu, nani, lakini hapendi wewe ufanikiwe. The more you struggle, that's what makes that person happy. Kwa hiyo inatakiwa tu kuamini kile ambacho umekiamini wewe kama wewe, then stand for what you believe, then work for it. Sio tu sababu umeamini ndio vitakuwa vinatokea. No, you gotta work for it. No. Kwa kile kitu ambacho kuweza kufanya nini? Happen. So the more you work for it, it happen. Imani bila matendo imekufa. Yeah, Biblia inasema hivyo. Yeah. Ningetaka kumalizia na kwamba Raymond, asante kwanza kwa kuja. But Raymond, you've done a wonderful job. Leo jamani tuko kwenye ofisi ya Raymond. Meaning Raymond is a business owner as well. Mm-hmm. Okay? Raymond is a business owner as well na amefanya vizuri sana kwa hiyo nafasi pia. Sure. So, thank you kwa kazi ambayo unaendelea kufanya kwenye jamii yetu. Thank you for being you and remembering your identity. Yeah, of course. Our identity grounds us. Ulisema point ambayo nilipenda sana eti kwamba unajisikia uoga eti hauwezi ukaongea Kiswahili or watu wasikujue wewe ni Mwafrika, wewe ni Mkongo, wewe ni Mkenya. What I got from that ni kwamba your identity, that first identity, kwenye unatoka, it defines who you are. It defines who you are, ndo ina shape kwenye utafika kwa maisha. Yeah. Hakuna mtu mwenye aliweza kufanya chochote bila kujua na kutambua kwenye anatoka. Yep. To do it, you have to be grounded in that personal identity. We ni nani? Uko nyuma, umetoka wapi? So unatumikisha hiyo story yako mpaka unafikia hapa. Thank you for that. Yeah, asante. We need more influences in our community. Tunahitaji watu wengine wanaangalizia, ambao wanafanya vitu vizuri. Mifano ya watu ambao wanafanya maovu ndo iko mingi sana jamii zetu kuliko wale ambao wanatenda mema, wanafanya vitu ambavyo vinahitajika. Au ndo wachache. And I like to have these kind of talks kwa sababu zinatusaidia kuona kwamba no, kuna watu. For sure. Kuna kijana wetu Arizona, Colorado, aliwahi kusema eti kwamba kuna mtu tukimtoa kwenye jamii yetu, kuna mtu asingeonekana kwenye jamii yetu, jamii ingeteseka sana. Yeah. And I definitely consider you one of those people. So thank you for coming. Naomba useme neno moja la mwisho. But before useme neno moja la mwisho, I thought you forgot. Guys, najua mnaangalia mnasema si Raymond huyo. Raymond bado hajakuwa na ring. Raymond hajakuwa na ring. Najua Bagarso wataka kujua Raymond. Nimekuita mara ngapi mtoto wangu? 3, 4. Nimekuita mara 3. Nasema Raymond. Lini unaoa baba? Lini unaleta jiko? Swali nzuri sana. Najua hilo ni swali ambalo nakutana nalo every single day. Kwa mimi binafsi siwezi nikamaliza siku yani siku yangu hizi kaanza mpaka iishe nikose mtu mmoja tu kuniuliza hilo swali, whether it's in real life ama kwa social media. Kwa hiyo it's a question ambayo I'm used to already. Maana ni swali naipata kila siku yani haiwezi katokea siku nianze siku kuanzia saa 1 mpaka usiku mwingine kwa kucha nikose mtu kuniuliza hivyo. Kuna watu walikuwa wanaangalia the whole kipindi walikuwa wanasema atamuuliza hiyo swali saa gani? Mbona hajauliza tu?
kwa hiyo jibia. Of course. I mean, ndoa ni kitu chema. Naamini kwenye ndoa. Na nafikiri tu ni timing ambazo bado na mengi ya kufanya, na nafikiri nikipata mtu sahihi nitaoa. Life is all about Simoko single. Guys, I mean, kwenye binafsi naamini mahusiano yangu nitaweka wazi mpaka pale nitakapooa. Kwa hiyo kama sijatambulisha ambaye nitaoa, naamini bado nipo kwenye nafasi ambayo unaweza kanichukulia. Lakini pale nitapooa then nitakuwa official kwamba eti ndio nitaoa kipindi fulani. Lakini I believe kwenye right time. Ray amekuwa so technical, guys. I believe kwenye right time. Kwa hiyo right time ikifika, nitawalika. Tutafanya mpaka podcast ya M-Talk Show. Siku hizi naona watu naoa mimi. Naona mnaita mpaka wanandoa kwenye podcast. So, yeah, pretty soon tutaoa. Tuombeane Mungu. Okay. And wakitujalia, tutaoa. Swala la muda tu. Tuko kwenye mitandao yote ya kijamii, tuko kwenye Instagram, TikTok, Facebook and YouTube. Hakikisha umesubscribe. Much love from Emo Talk. Lugha ya mtu ichohonya mtu atachinge nafasi na abatumanga bale baluse na bita balubimona. Ndio. Ulukosefu wa adabu ntini bile bani bibochi bibomboka nibishe I'm gonna bimu byabo pebo ntiri mwanje tabeto bana wasangiti kelengereza ishile I'm gonna omona umwanje chimba byabo le ichimbele cha bibochi muye meto atendechi tatule na batu bale bana tendwa ni fulani yake otenda ebembe na ale na emu itu fulani yale nayo bino bieto byana niongene benu ba teenagers benu ba mu ochwa no o ele wa achwa 5 years ago ushimwanji tena nibo misi jua kitena kugongea kibembe sijua Kiswahili ushimwanji cha baby bochi nibo kimwana yani anaobanda mbaka nabe nangi bochi ben bro mumuyengana iki choki mwana bile muno masomo mankulu batezezeta na wochile nebwe kwanza byana bya Bulaya ibya kwanza osakili mtu anasangana na vitu binimo tenda kama ile pumba bote hivyo ibikyo boba bali abantu biba mwana kama yake first encounter na ile culture hata balimu nikile baki ubwela bibochi nibo lugha yobe ya kwanza tena tomobe mwana osimanya lugha ya abeli ni kweli mwana akyohikela lugha haraka endapo nivo asangwa na imu lugha tiyari ana foundation. Lakini ono tomochu hivi anivo ndale mwana umasomo ale mwana umasomo so ole umasomo ba ikelele nivo ono mwana ale mtu wale si